Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ambaye pia ni amiri jeshi mkuu, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Anachofanya hapa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelezea haya yote ambayo tunatekeleza. Kwa hiyo tunamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza kwa sababu ametupatia shilingi bilioni 90.2. Kipekee kabisa shilingi trilioni 1.3. Shilingi bilioni 90.2 sawa na asilimia 6.9 ya fedha hiyo yote imeelekezwa katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Na katika Wizara ya Maliasili na Utalii, fedha hiyo inaenda kutumika katika miradi mikubwa 5 kama ifuatavyo. Mradi wa kwanza ni utekelezaji au kuziwezesha taasisi 5 za wizara ambazo ni TANAPA, TAWA, Ngorongoro, TFS pamoja na Makumbusho ya Taifa kuweza kutekeleza majukumu yao kwa kuimarisha miundombinu na kununua vifaa mbalimbali. Katika kipengele hiki kuna miradi na activities 9. Kwanza kuna ujenzi na ukarabati wa barabara takriban kilomita 4881 ambazo zitaenda kutumia shilingi bilioni 23.4. Sasa unapoongelea ujenzi na ukarabati wa kilomita 4881 ni shughuli nzito sana, na wote tunafahamu kwamba barabara hizo ndio miundombinu pekee muhimu kwa kumwezesha mtalii kuingia katika hifadhi zetu. Pasipokuwa na barabara hizo, manake Serengeti hakufikiki. Pasipokuwa na barabara hizo, manake Ngorongoro haifikiki, Kilimanjaro haifikiki. Sasa kipindi cha uviko 19, kutokana na kupungua kwa idadi ya watalii na kupungua kwa mapato yatokanayo na utalii, kiasi kufanya taasisi hizo nilizozisema kushindwa kujiendesha, miundombinu nayo imeharibika. Sasa fedha hizi zinakwenda kurejesha miundombinu iliyoharibika na kuongeza mingine ambayo haikuwepo kabisa. Hifadhi 9 zitakwenda kunufaika moja kwa moja na fedha hizi. Hifadhi hizo ni kama ifuatavyo: Serengeti, Mkomazi, Tarangire, Nyerere, Kilimanjaro, Saadani, Gombe, Ngorongoro pamoja na maeneo ya hifadhi ya misitu 10. Kwa hiyo unaona hifadhi 9 na misitu 10 inaenda kufaidika na ukarabati na ujenzi wa barabara hizi kilomita 4881. Lakini pia fedha hizi zinaweza kutumika katika ununuzi wa electronic tracking system, kuweka mifumo ya kielektroniki ambayo itatusaidia kufanya ufuatiliaji wa mashine hizo na mitambo hiyo katika taasisi mbalimbali. Tulimsikia Mheshimiwa Rais alisema ukitaka kuijua rangi yake halisi, chezea hii fedha. Sasa sisi tunakwenda mbele zaidi. Hiyo vifaa vinavyoenda kununuliwa hatutaki vichezewe. Sisi tukanunua mtambo kwa ajili ya Serengeti ukauchukua kwenye barabara ya kazi binafsi. Tunaenda kufunga tracking system, kiasi kwamba kila mtambo ukiwashwa, nakaa kwenye simu naona kwamba mtambo fulani sasa umewashwa na unafanya kazi sehemu fulani. Hiyo yote ni katika kuongeza udhibiti wa matumizi ya mitambo hiyo. Tunafahamu wale wenye uwezo zaidi wanapenda kwenda huko national parks na maeneo mengine kwa kutumia ndege. Kutumia fedha hizi tunakwenda kukarabati na kujenga viwanja vya ndege 8, zile airstrips, na hizo zikafanyika kwenye hifadhi zetu 6. Airstrip hizo nyingi zimeharibika, zingine hamna kabisa, kama kule Nyerere National Park Kusini hakuna kabisa airstrip. Sasa fedha hii
tunaenda kufanya kazi hiyo. Tunaamini kwamba tukijenga airstrip tumefungua hizi hifadhi, tumeimarisha miundombinu, watalii watakuja kwa wingi zaidi na kuchangia katika pato la taifa. Hifadhi hizo 8 ambazo zitaenda kupata ama ukarabati ama airstrip mpya ni pamoja na zifuatazo: 1, Serengeti, Nyerere, Tarangire, Mkomazi, Saadani na Katavi. Kwa hizi hifadhi 8 tunaenda hifadhi 6 tunaenda kufungua viwanja 8 vya ndege. Lakini pia tunafahamu mwaka jana tuliongeza hifadhi 6 mpya. Hifadhi hizi 6 mpya nyingine hazina miundombinu ikiwemo malango au mageti ya kuingilia. Na pale kwenye geti, sio geti tu, unatakiwa kuwe na geti, kuwe na chumba cha kupokelea wageni, chumba cha mhasibu kufanya mambo yake, vifaa vya kielektroniki na mawasiliano ili malipo online yaweze kufanyika, lakini pia parking ya magari pamoja na huduma za vyoo. Sasa hiyo ndio package ya geti moja. Tunakwenda kutengeneza mageti 5 au malango 5 katika maeneo yafuatayo. 1, Likuyu Sekamaganga. Likuyu Sekamaganga ni ile Seluzi kule kusini, Nyerere kule kusini kabisa. Tunakwenda pia Msolwa, Nyerere, hizo zote ziko kwenye Nyerere, Mkomazi, mapori ya akiba Swagaswaga kule Dodoma pamoja na Kijereshi. Yote ni katika wa kuimarisha na kudhibiti ubora wa huduma za utalii. Kipindi hiki cha janga la uviko 19, ubora wa huduma za utalii umeshuka sana, kwa sababu mteja ambapo afiki, hoteli nazo zinashuka, national parks zetu zinashuka. Tunakwenda kuimarisha ubora katika maeneo yafuatayo. 1, tunaweka mifumo ya kielektroniki ya kutambua, kuhakiki na kupanga huduma za malazi katika daraja za ubora wake. Sasa huu mfumo wa kielektroniki utaweza kutufanyisha sisi tujue nchi nzima sasa kila hoteli ina ubora wa kiasi gani, nyota ipi. Kufanya kwa kutumia manual ni ngumu sana, lakini ukiwa na mfumo wa kielektroniki tuna waengage wenyewe, inakuwa rahisi sana. Tunaenda kutoa mafunzo kwa wataalamu wa tathmini, yani assessors wa mifumo hiyo, tunatoa mafunzo. Tunaenda kuboresha miundombinu ya kielektroniki ya kukusanya mapato inayowezeshwa na mkongo wa taifa wa mtandao wa TTCL. Tayari tunakusanya, lakini tunataka tuboreshe zaidi. Bado kuna changamoto, bado kuna malalamiko, bado kuna sehemu tunahisi kuna uvujaji. Tunakwenda kuimarisha maeneo hayo. Tunaenda kununua mfumo wa software kwa ajili ya miundombinu yote ya TEHAMA. Lakini pia tunanunua magari 3 kwa ajili ya kazi ya kudhibiti ubora wa hoteli zetu. Itatusaidia sana kuweza kufanya hivyo. Hilo lilikuwa ni eneo la kwanza. Hiyo miradi yote nimeongea hapo 9 iko kwenye eneo namba 1. Eneo namba 2 linahusu kuimarisha masoko na kutangaza utalii. Unaweza kuwa na kitu kizuri watu wakijui kwa sababu ya utangazi. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais alipofanya Royal Tour, tayari matangazo yamefika mbali na sisi tumeshapata mwitikio mkubwa sana. Sasa katika hapa kuimarisha masoko na kutangaza utalii, tunaenda kukarabati vituo 7 vya urithi wa kiutamaduni na vituo 7 ambazo zinaitwa cultural centers. 7 tunaenda kuifanyia ukarabati. Vituo hivyo ni Mtwara Mikindani, Tendaguru kule Lindi. Tendaguru ni sehemu ambapo yule mjusi mkubwa wa dinosaurs alipatikana, na bado kuna mifupa mingine imegundulika hivi karibuni, lakini bado haikufikia sehemu ya kuvutia watalii wengi. Tunaenda kukarabati ili kuweza kupeleka watalii wengi. Magofu ya Mafia, msikiti wa Mbua Maji ulioko Mbweni, makaburi na msikiti wa Bandarini pamoja na Kimbiji, Dar es Salaam. Haya maeneo tunaenda kuyakarabati yaweze kufikika vizuri zaidi, yaweze kuvutia
watalii waweze kwenda huko. Tumezoea utalii kwa njia ya kidijitali, inaitwa Digital Command Center. Kifaa hiki kitasaidia, ukishachakata taarifa ukaziingiza kwenye Digital Command Center, unaweza ukaziingiza kwenye mitandao ya kijamii na kuzipeleka kwa vyombo vya habari kirahisi zaidi. Yaani kama tungekuwa na hiki kifaa sasa hivi, mkutano kama huu ningewaambia kaeni ofisini kwenu, mimi ningeongea, alafu mngepata taarifa zote ukiwa kwenye dawati lako. Sasa tunataka taarifa za utalii ziweze kuwafikia vyombo vya habari popote duniani katika njia yoyote kwa kutumia mtambo huo. Lakini pia tunafahamu Royal Tour ilikwenda, Mheshimiwa Rais akaifikisha. Sisi hatutaki ipoe, tunataka iendelee zaidi na zaidi. Kwa hiyo sasa sisi tunakwenda kutanua wigo wa Royal Tour. Hapa katika kutanua wigo wa Royal Tour tutafanya mambo kadhaa ambayo mengi yao yatahusisha sana nyinyi vyombo vya habari, kwa sababu sasa tunataka ile Royal Tour tuingize kwenye vitendo. Waandishi wa habari, corporate, na juzi tulikuwa na Azam, kampuni za Baresa, nao wamepongeza ile Royal Tour kwa kutembelea Serengeti. Kwa hiyo tunakwenda kusema kwamba tunaenda kutendea haki Royal Tour awamu ya pili wa Tanzania bara na visiwani, kutangaza zaidi vituo hivyo. Mheshimiwa Rais asingeweza kwenda kwenye kila kituo. Sasa ni kazi yetu sisi sasa kueko juhudi za Mheshimiwa Rais kutembelea kila kivutio kilichopo, na nimeshaongea na mwenzangu Waziri wa Utalii na Malikale Zanzibar, tumeshapanga ratiba tayari kwa utekelezaji huu, sababu tunafahamu fedha hizo lazima zitumike ndani ya mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo hatukubali kuchelewa katika jambo hili. Lakini pia tunakwenda kuwezesha maonesho mawili makubwa ya kimataifa. Juzi tulikuwa na expo ya kwanza ya Afrika Mashariki pale Arusha. Sasa tumepanga kuanzia sasa mpaka tutakapofika Juni mwakani tunapiga mengine mawili ya aina ile. Hiyo yote ni katika juhudi za kutangaza utalii, ambayo ilikuwa ni eneo la pili la mkakati wetu. Eneo la tatu, tunakwenda kuimarisha mazingira ya biashara ya utalii kwa kuhakikisha kwamba usalama na huduma za afya katika utalii zinakuwa za kiwango cha kimataifa. Hakuna mtalii atakaye kuja Tanzania kama swala la usalama linatia shaka. Hakuna mtalii atakaye kuja Tanzania kama huduma za afya zinalegalega. Kwa hiyo hapa sasa tunakwenda kumhakikishia mtalii kwamba usalama wake pamoja na huduma za afya zinaenda kuwa vizuri zaidi.